mbalimbali, tutaingia kwenye mjadala mwendo usiokuwa mrefu. Na sasa tuangazie hii ambapo Wakenya wametakiwa kukumbatia ushirikiano wa Rais William Ruto na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga kama njia ya kufanikisha maendeleo na utulivu wa kisiasa na wala njama ya viongozi kujinyakulia makuu kama inavyodaiwa. Akizungumza na wanahabari katika kaunti ndogo ya Jomvu, mshauri wa masuala ya kisiasa katika afisi ya Rais Karisa Nzai amesema kuwa lengo kuu la ushirikiano ni kumaliza siasa za ukabila na ubaguzi nchini. Nzai aidha amepuuzilia mbali madai kwa umoja huo ni wa kusukuma viongozi wengine nje ya serikali kama inavyodaiwa. Rais kumleta Raila Amolo Odinga katika kufanya kazi pamoja, sioni kama kuna shida ambayo watu wanataka kuitengeneza iwepo. Sababu hata Mudavadi si alikuwa na chama ingine, rais akamfikia akamleta, akamchukua Wetangula, hakuwa katika chama cha UDA. Haikuwa makelele siku hiyo, makelele ni kwamba Raila sasa amekuja. Tunachosema ni kwamba kwa sababu tunataka kuleta kila mmoja katika mpangilio huu na maono ambayo walikuwa nayo watu wa ODM na sisi watu wa UDA, tukiachanganya iwe faida kwa Mkenya yeyote. Hivyo basi hatuna sababu, sisi ni kama Wakenya ni tushirikane na wananchi. Mimi nataka kuwauliza kama kuna mambo ambayo tunayaona hayako sawa, kuna njia ya kuwasilisha. Msidanganywe watoto mkaanza kuandamana. Kuandamana ni njia moja ya kuleta matakwa yenu, lakini kuna kuandamana kwa njia ya heshima. Sote hatuwezi kuwa viongozi, lakini ile uamuzi ameuchukua akaleta baba ndani ya serikali wafanye kazi pamoja, tunaushukuru kabisa, kwa sababu hatuwezi kuwa tunafanya kazi na watu wengine wanalia. Sote tukiwa pamoja, watu wako ndani ya serikali na watu wanafurahia, ndio furaha yetu kama wa Kenya. Sote tuwe pamoja na tunashukuru kwa sababu kuwa pamoja sio kama kutenganisha watu. Wito umetolewa kwa serikali na asasi nyingine husika kuweka mikakati ya kuhakikisha Kenya inaafikia malengo yake ya usawa wa jinsia katika jamii. Wakizungumza katika kaunti ya Nyeri wakati